Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Ndugu waandishi wa habari, na mimi nina mchango katika taarifa muhimu ambayo Umoja wa Hadhiri wa Kiislamu wa Tanzania wameamua leo kuisimamia na kuieleza kwa jamii ili watu wajue, nayo ni mmomonyoko wa maadili katika wanadini au katika viongozi wa dini. Mmoja wa wasemaji anasema kaifa yastaqimu dhillu wal'udu a'waju. Msemo maarufu sana. Kwa nini nimetanguliza msemo huu? Leo tuna wimbi kubwa la matatizo ya mmomonyoko wa maadili katika kila kada. Ukitazama vijana wa leo tofauti na vijana wa nyuma ambao walikuwako katika nchi yetu ya Tanzania. Vijana wa leo hawana tahadhari. Wanajibu chochote, wanafanya chochote, wanakwenda popote, wanaweza kumshambulia yoyote yule. Lakini ukiacha hivyo, tunayo mifano mingi ya matokeo kadhaa wa kadhaa yanayotokea ambayo yanaharibu jamii, na mengine yanakwenda mbali kuharibu taswira ya nchi yetu katika yale mambo yanayotokea mara kwa mara katika nchi yetu iliyokuwa nayo. Lakini nchi yetu ukiitazama katika matukio yake yote, ni lazima dini ihusishwe. Haijalishi ni dini ya aina gani. Ukitazama watu hawaingii bungeni isipokuwa wataomba. Wakiomba maana yake wana ishara watu hao wana Mungu. Lakini ukiacha hivyo, hawezi kuapishwa mtu, lazima ishirikishwe dini. Kama ni Mkristo itatamkwa dini yake na kitabu chake, lakini kama ni Muislamu vivyo hivyo. Ni kuonyesha ishara dini ni sehemu ya maisha ya Watanzania katika utendaji na mambo yao kwa ujumla. Kama hivyo ndivyo, maana yake viongozi wa dini wana nafasi kubwa ya kutengeneza Tanzania iliyokuwa imara, yenye uvumilivu, yenye mafanikio, yenye kila eneo lenye busara katika maisha ya Watanzania. Lakini hili leo limekuwa ni jambo la nadra katika nchi yetu ya Tanzania. Viongozi wa dini ambao tunatarajia wale wananchi katika njia ambayo itafanya wananchi wawe wavumilivu, wawe na busara, wawe na uelewa, wawe wakosoaji, wawe ni watu ambao wanaweza kusimamia misingi yao, viongozi hao leo hakuna. Ndio maana nikatanguliza kusema kaifa yastaqimu dhillu wal'udu a'waju. Inawezekanaje kivuli kikanyooka hali ya kuwa mwenye kivuli mwenyewe amepinda? Mwenye kivuli hapa ni kiongozi wa dini. Kama leo tuna viongozi wa dini kwenye nyumba zao za ibada wanahubiri chuki, wanahubiri uhasama, wanahubiri mabaya ya aina mbalimbali, wanatweza nguvu za watu, wanaondoa utu wa watu, tunawezaje kupata jamii ambayo itaheshimu watu, jamii ambayo itakuwa na maneno mazuri kwa wenzao, jamii ambayo itakuwa na uvumilivu wa imani, jamii ambayo itakuwa na maneno ya busara juu ya watu wengine? Tunaweza kupata vipi watu wa aina hiyo? Mimi nirudi kuwaambia viongozi wa dini wanaenda kutuharibia taifa letu. Kwa nini wanaharibu taifa? Kwa sababu wao ndio watu ambao wanahubiri chuki. Leo ukisikiliza baadhi ya nyumba za ibada, watu wanahubiri chuki tu. Wanahubiri chuki. Ukitaka kujua wanahubiri chuki, leo imefika mahala kifo cha mtu kimekuwa furaha kwa watu wengine. Kwenye Uislamu hakuna hiyo kanuni. Haijalishi amekufa nani, Uislamu unaheshimu. Na ndio maana Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliwahi kusimama maiti ilipopita na maswahaba wakamuuliza, huyu si Muislamu? Akasema lakini si maiti, amekufa, maana yake ana heshima yake. Lakini leo imefika mahala mtu akifa watu wanashereheka, wanafurahia na wanatamka maneno mabaya juu ya maiti. Hili ni jambo ambalo linatendwa na watu ambao wanakwenda kwenye nyumba za ibada na viongozi wao wapo, viongozi hao nao pia wanashabikia. Niseme tu, viongozi wa dini, rekebisheni mienendo yenu. Hii sio kanuni ya nchi yetu, sio taratibu wa eneo ambalo sisi tunaishi katika maisha yetu katika wakati huu tuliokuwa nao. Viongozi wa dini ambao mpo, mnahubiri chuki, mnahubiri uhasama, mnahubiri roho mbaya, haziwezi kutufikisha. Na wewe muumini ambaye unaenda kanisani kwa ajili ya ibada, unamsikia kiongozi wako anahubiri chuki, hebu jiulize, ndicho ulichokifuata? Kuna eneo lolote kwenye kitabu chako kinasema watu wahubiriwe chuki? Unahubiriwa uhasama na bado umebakia. Unahubiriwa maneno ya wivu wa kimaendeleo, bado unabakia. Hapana. Tujitafakari, tufikirie wapi tulipo ili tuweze kubadilisha mwenendo tuliokuwa nao. Mahubiri ya watu yanahubiriwa hivi sasa si ya kutufaa katika nchi yetu ya Tanzania. Ni waombe viongozi wa dini mnaokaa kimya juu ya haya,
tutadondoka wote. Jahazi ni la kwetu sote. Kukaa kwenu kimya ni ishara mmekubali tudondoke. Tuwaambie ukweli. Wanaohubiri chuki waache chuki zao, wanaohubiri mabaya waache mabaya. Kazi yao ni kulea nafsi za watu, walee nafsi za watu. Watu walikuwa wanaungama katika nyumba za ibada, leo watu wanatolewa siri zao katika nyumba za ibada. Hii tumefika wapi katika maisha ya namna hii? Niwaombe hili liwe ni tangazo la kila mmoja ambaye ameishika dini na yeye ni kiongozi, ajitafakari. Kazi yako ni nini? Kulea nafsi za watu. Kama kulea nafsi za watu, acha kuhubiri shuki, hubiri rahma, hubiri huruma, hubiri uelevu, hubiri uadilifu. Itakuwa ni sababu ya kufanikiwa katika dunia yetu, lakini pia baada ya kuondoka duniani. Hayo ni ya kwangu katika nasaha zangu kwa ajili ya kuhakikisha tunarudi katika mstari. Baada ya kuyasema haya, ni waombe wale ambao tuko katika nafasi hiyo tuweze kujirekebisha ili tuweze kupata nafuu katika mambo yetu. Wafaqana Allahu lima yuhibbu wa yarda. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.